Bana, mambo vipi mtazamaji wa Eze Sport TV? Natumaini uko poa kabisa na unaendelea na harakati zako kwa uzuri kabisa. Na usisahau hapo kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment kwa taarifa nyingi za kimichezo na burudani. Bana, leo tunafahamu fika kwamba ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. AC FAR Rabat kutoka pale Morocco wakiwakaribisha wananchi Young Africans. Ni mchezo wa kisasi, unaweza kauita hivyo kutokana na mechi ya kwanza ambayo ilichezwa pale New Amani Complex visiwani Zanzibar, kwa Yanga kuibuka na ushindi wa bao moja, bao ambalo lilifungwa na Dube. Sasa leo nahitaji tuzungumzie huu mchezo kwa sababu ni miongoni mwa mchezo mgumu, mchezo muhimu kwa kila timu. Mpaka hivi sasa kwenye kundi A, Al Ahly anaongoza kundi akiwa na alama 8, AC FAR alama 5, Young Africans alama 5 pamoja na JS Kabylie wenye alama 2. Yanga na AC FAR kila timu inahitaji kushinda ili ifikishe alama 8, na anayeshinda anakuwa na upeo mkubwa wa kuanza kuitafuta robo finali. Kwa mfano Yanga akipata matokeo ya ushindi kwenye mchezo wa leo, matumaini yanakuwa makubwa sana ya kuitafuta robo finali, kwa sababu atakuwa ametengeneza gap kati ya na AC FAR Rabat ambaye anafanya nini, wanashindana naye kutinga katika hatua ya robo. Nakumbuka mechi ya mwisho yeye anakuja kumalizia katika uwanja wake wa nyumbani, kitu ambacho pia kitampa urahisi mkubwa wa kuangalia ni jinsi gani akiwa uwanja wa nyumbani apate matokeo mbele ya JS Kabylie ili aweze kutinga kwenye hatua hiyo. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu mabosi wa Yanga wameweka zaidi ya bilioni 1 endapo Yanga atapata matokeo kwenye mchezo wa siku ya leo, kama morali, kama booster, kuhakikisha kwamba Yanga wanakuwa kwenye mstari mzuri na kupata matokeo. Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakizungumza kwamba mechi ya leo sio miongoni mwa mechi ngumu, ni mechi muhimu. Lakini mimi nakwambia ni mechi ngumu. Kwa sababu gani? Kwanza, AC FAR Rabat wakiwa kwenye uwanja wake nyumbani kwenye michezo minne ya CAF Champions League ambao wamecheza nyumbani hawajaupoteza mchezo hata mmoja. Mechi ya mwisho wametoka kushinda bao 1-0 mbele ya JS Kabylie, lakini mechi ya National Al ambao walicheza nyumbani pia walitoka sare ya bao 1-1. Michezo mingine ya nyuma huko walicheza na Horoya wakamchapa mabao 3. Kwa hiyo wao wakiwa uwanja wa nyumbani wamekuwa gumu sana, na ni miongoni mwa timu ambayo inajua ku approach mechi zao vizuri. Kumbuka Waarabu jinsi gani ambavyo wamekuwa wakicheza, hususan mbavu ya kushoto ambaye anacheza tu Cornelio, huyu mchezaji kutoka pale Angola, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafaa vizuri. So nafikiri upande wa kushoto wa AC FAR Yanga wanapaswa kuchunga sana. Ni upande ambao unaoona Alan Okero anapaswa kucheza ili asimfanye Cornelio Alvarado aende mbele kutengeneza nafasi, lakini pia kuingia na typical midfield ambao tumewazoea Damalo pamoja na Duke, wanacheza vizuri sana eneo la katikati. Still unahitaji kwenda na sit defense kuhakikisha kwamba kabla hujaanza kushambulia hakikisha kwanza unalinda kwenye eneo lako la nyuma. Kumbuka upo Waarabuni, watatumia kila aina ya njia kwa sababu timu bora lazima iweze kuzingatia vitu 4 mpaka 5 ndani ya pitch: in possession, out of possession, lakini pia transition to defend, transition to attack pamoja na set pieces. Wakishindwa hapo kwenye kufanya transitions watasubiri wapige set piece. Kwa hiyo Yanga wanapaswa kuwa bora kwenye kila sehemu, kuanzia kwenye eneo la ulinzi, eneo la kiungo, na zeni waje kuwa bora zaidi katika eneo la ushambuliaji. Naamini bilioni 1 ambayo wamewekewa mezani inawezekana fedha ambayo ikawaongeza morali, ikawapa booster kubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa siku ya leo. Kwenye kundi A, National Al Ahly na uhakika kuitafuta robo finali, na naamini miongoni mwa timu ambayo ina uhakika mkubwa wa kutinga. Lakini vita ipo hapa leo, Yanga pamoja na AC FAR. Atakayepata matokeo leo, mimi naamini huyo ndio atakayekuwa na room kubwa ya kuweza kutinga katika hatua robo finali. Bana, unaniita Captain Nele representer Elisha Singami, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Eze Sport TV.